The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kitofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi kwa siku nyingine tena, kwa wakati mwingine tena, nikukaribishe kuendelea na simulizi ya Bahati. Unasikiliza 98.7, mimi naitwa Madam T. Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, pamoja na mtandao wa TikTok, kuna Thread, ndio mitandao ambayo napatikana sana. Andika official T005. Usanipata kwa uzuri kabisa kama una simulizi yako, lakini pia kwa wale wa group la simulizi, muda sio mrefu tunaenda kukamilisha maoni na nini. Group la simulizi ambalo liko WhatsApp, wasiliana na mimi kupitia namba yangu ya WhatsApp ya 07 10 25 88 00 07 10 25 88 00. Tumie message, andika tu mambo Madam T, naitwa fulani, niunge, ili iwe rahisi sana. Mambo Madam T, naitwa fulani, niunge, inakuwa rahisi. Basi leo tunaendelea pale ambapo tumeishia jana. Bahati anasema kwamba anafunga safari na mke wake, wanatoka Dar es Salaam kuelekea Njombe. Bahati ana uchu sana kuongea na mama yake. Anatamani sana kuzungumza na mama yake. Anataka kumwambia nini? Kitu gani anataka kuzungumza na mama yake? Basi tunaendelea hapa leo. Bahati anasema tulifunga safari kwa mimi na mke wangu, tukafika paka Njombe. Na Bahati anasema safari ilikuwa ni ya kawaida, ina chochote cha kustaajabisha. Changamoto za barabarani kama kawaida. Bahati anasema barabara zetu za zamani kidogo, tunaelewa hali ya kusafiri. Changamoto za barabarani za hapa na pale hazikosekani kutokana na barabara, miundombinu ilivyokuwepo. Basi Bahati anasema mimi na mke wangu kweli tulitoka Dar es Salaam, tulifika Njombe salama. Na Bahati anasema tulifika usiku sana mpaka kufika kijijini kwetu. Maana fika Njombe bado tuna safari pia kuelekea kijijini kwetu. Bahati anasema nilipofika kijijini kwetu, nilikuwa mtu ambaye nilikuwa nimemwambia kwamba nakuja. Bahati anasema ni yule mama ambaye mke wangu alimtafuta kwa ajili ya kuendelea kumwangalia mama yangu pale na dada. Lakini pia kuna yule rafiki yangu wa kiume ambaye ni mshikaji wangu, tumekuwa pamoja mtao, ambao hata kipindi kile baba anaumwa ndo aliniambia mchukue mzee wako aliyekisumu nzuri. Kwa ndo watu ambao nilikuwa nimemwambia kwamba nakuja. Kwa hiyo Bahati anasema nilipofika kweli yule mshikaji wangu akawa pale, yule mama akawa ameshaondoka kwa sababu halali pale. Yeye anakuja anashinda pale kuhakikisha mama amekula, amemuogesha, kama akikubali akikataa hivyo. Wakishana dadangu na wakosa, maana hakuna usimamizi wote. Bahati anasema can you imagine, ni matokeo ya mama, yani mpaka hata mtoto wa kumtunza. Huyu mtoto wake mwenyewe hivyo anampiga. Saa nyingine akili zake ziko sawa, wanaelewana, saa nyingine zipo sawa, anampiga, anamnyima chakula, anamwagia maji, ndio hivyo hawaelewani. Kwa hiyo Bahati anasema nilifika ile usiku kweli, na nilipofika nikapelekwa sehemu ambayo mamangu ndo analala, nyuma ya nyumba yetu ndo anayolala. Na Bahati anasema nyumba ambayo ni nyumba yetu ni hapo kwetu, lakini Bahati anasema ni kwenye, yani mimi anashindwa kuelewa, yani sehemu ambayo mamangu analala, yani ana nyumba, ipo nyumba ambayo alikuwa analala kwa siku zote ambayo nilijenga, lakini anapaogopa mwenyewe, anapakimbia. Bahati anasema mamangu hataki kabisa kupasikia nyumbani kwake. Anasema kwa namna fulani kama roho ilikuwa yani kila roho ikitaka kuniuma nikikumbuka mamangu aliyofanya, nasema anastahili tena zaidi ya hili, anastahili. Bahati anasema nilimkuta amelala na koroma kabisa, amelala usingizi, mguu wake walimfunua pale, nikamuona. Bahati anasema umevimba, umejaa, afu umekuwa mweusi, yani umekuwa mweusi kabisa.
una rangi tofauti na ya mwili. Nilimwangalia mamangu, nikamwangalia, nikamtizama. Basi anasema nilikaa pale nimemwangalia mamangu karibia nusu saa, almost nusu saa na zaidi. Na basi anasema wakati wile rafiki yangu akiwa anataka kunitoa, mke wangu alimwacha, wewe mwache akimaliza kuanza yani wewe mwache afanye vile anavyoona ni sawa. Kwa hiyo basi anasema kwa nilikaa pale nikamtafakari mamangu, nikaangalia, nikatafakari aliyofanya, nikatafakari vile ambavyo pia nilishamuonya, nikamwomba mama achane na maswala, nikamfikiria sana, nikafikiria uchungu siku ya kwanza kabisa ambapo nipo shuleni, narudishwa nyumbani, naambiwa nirudi nyumbani, kuna tatizo nikiwa shule ya msingi, nakuja nakuta mdogo wangu amekufa, na naambiwa amekufa eti amekabwa na kiazi kitamu. Alikuwa anakunywa chai, amekabwa na kunywa chai ndio shule. Nikakumbuka kifo cha kakaangu nikiwa ananisindikiza kwenda kuchukua nguo zangu kwa ajili ya kwenda shule. Nikakumbuka kifo ambacho mdogo wangu sikuweza hata kupata taarifa, nilikuwa advance, sikuweza hata kuambiwa. Nikaambiwa ameshazikwa na kuzikwa. Basi anasema nikakumbuka kifo cha mdogo wangu kipenzi ambaye niliishi naye, alikufa akiwa amelala na mke wangu wa sasa hivi. Alikufa mamangu akamsingizia kwamba mke wangu ndo kamuua. Nikakumbuka kifo cha babangu alivyofariki dunia nikiwa kwenye gari, nikiwa naye kwenye gari, kwenye basi na msafirisha. Alitaka kurudi kwake baada ya kuugua muda mrefu, lakini namsafirisha babangu akakata uhai wake ukakatika akiwa kwenye gari. Tukasafiri, nimesafiri, nimekaa na maiti, nimefika mamangu ajishughulishi kulia wala nini. Basi anasema machungu yalivyokuwa yananipata, nilitamani kama nimuue, nimalizie mamangu kumuua kwa mikono yangu mwenyewe. Basi anasema nilikuwa namwangalia mamangu naishiwa nguvu. Basi anasema nililia sana, nililia mno usiku ule nilivyokuwa namwangalia mamangu amekoromana, hana nalolijua maskini ya Mungu. Kiza hiki ndio alichokuwa nakisubiri kwa ajili ya kutekeleza mambo yake ambayo alikuwa anatakiwa kuyafanya, lakini wapi? Kiko wapi leo hii? Hata nyumba yake mwenyewe anaogopa kuingia. Anaona damu za watoto wake, anaona miskule ya watoto wake aliwaua kwa mikono yake mwenyewe. Basi anasema pale kijijini pia niliambiwa kwamba kuna baadhi wale watu walikuwa wanashirikiana na shakufa, ikiwemo yule mzee ambaye alikuwa analazimisha mimi kuingia kwenye kundi lao, na mwenyewe ameshafariki dunia, alikufa kifo cha ajabu. Nikaambiwa kuna mama mwingine naye alijirusha sio kwenye mtoni akafa, hivyo hajapatikanaga mwili wake mpaka leo. Ni mtu ambaye alikuwa ni mmoja pia wa wachawi wa mamangu, na ameua pia na watoto wake, amefanya watoto wake wengine vichaa, watoto wa ndugu zake wengine amewafanya mazezeta. Nikaambiwa kwamba huyo mmoja wapo alidumbukia alijirusha mtoni na hajawahi kujulikana alipo, yani hata mwili wake haujawahi kupatikana, kwa hiyo hata ndugu zake hawakuzika kabisa. Na huyo baba mwingine ndio hivyo pia, nikaambiwa ameumwa amekufa, na kuna wengine ambao pia ni wana shida, yani kama kile kikundi chao. Basi anasema kilisambaratika, na mtu ambaye naamini kabisa imani yake kuu ilifanya kikundi kikasambaratika kile ni mke wangu. Maombi ya mke wangu ndio ilisababisha tafaruku ile. Basi anasema siku ile nilienda kulala, tukaenda kulala, na basi anasema nilifurahi pia kumuona dadangu, at least saizi unamuongelesha na kujua at least kitu kinachoeleweka. Basi anasema nikaenda kulala, asubuhi tukaamka, nikamkuta mamangu kashaamka, na yule mama ambaye pia anakuja kumwangalia tayari yupo, kama ametuandalia chai, akawa anampa chai, kumbe akimpa chakula anakula tu vizuri, anakula. Basi anasema mamangu alivoniona akanikumbuka, akanijua na akaniita Bahati, mwanangu. Nikamwambia wale watu nasema mamangu kwamba akili zake kama hazipo sawa. Akamwambia sio kwamba akili hazipo sawa, hafahamu watu, anamfahamu kila mmoja, ila tu changamoto inakuja ni kwamba kuna muda anakuwa kama anawagiwa, yani anakuwa na wengi, anakuwa kama ana shida ya akili. Lakini pia ndio hivyo, kuna vitu hataki kama kuingia ndani, ndio maana tunasema ipo sawa. Kwa hiyo
tuelewane hapa. Tunaposema mamake Bahati kwamba hayupo, sio kwamba amekuwa chizi anaokota makopo, sio anakula uchafu, hapana. Ni hivyo, anamkumbuka kila mmoja, anamjua kila mmoja, lakini hataki kuingia ndani. Anakimbia, anakuwa na mawengi, kama anakimbia anawaona watoto wake na nini. Ndio hivyo hali ambayo inamkuta. Bahati anasema mamangu aliniona na alinikumbuka. Nilitoka nje, akaniita Bahati. Na Bahati anasema mimi mwenyewe natembea kwa shida, yani at least sasa hivi natembea, lakini Bahati anasema mpaka nimekuwa kama nimezeeka. Yani umri wangu na hali yangu inaonekana kama ni baba wa miaka 50 na huko, wakati bado nilikuwa kwenye miaka 30 na nasema nilikuwa na miaka 37 nadhani kipindi kile, ndio nakimbilia miaka 40 hapo. Lakini mpaka nimezeeka, yani nimekuwa mkaka, nimezeeka kwa sababu ya kuumwa na nini. Nikamwangalia, nikajua kumbe bado ananikumbuka. Bahati anasema mamangu alikuwa amekaa chini, akaniita, njoo mwanangu, umekuja mwanangu, umerudi nyumbani, umekuja kuniona, naumwa, sijaweza kupona. Bahati anasema nilimwangalia mamangu nikashindwa hata kuzungumza chochote, nikashindwa kabisa. Nikamwambia mama, akaniambia ndio mwanangu, niko hapa naumwa, siwezi kufanya chochote. Nikamwambia mama, unaumwa nini? Umepimwa hospitali ukaambiwa una shida yoyote? Akaniambia hakuna chochote. Akaniambia mwanangu, njoo sogea karibu yangu, sogea karibu na mimi, njoo karibu yangu. Nikamwambia hapana mama. Bahati anasema wakati ule nilikuwa ninasikia hadi kutetemeka, yani nasikia mwili unatetemeka. Bahati anasema mke wangu akanitafutia kiti cha kukaa, nikakaa. Mamangu amekaa chini, akaanza kulia. Nikamwambia mama, unalia nini? Siku zote mtu anavuna kile alichokipanda. Nikamwambia naona aibu hata kukuita mama, naona aibu kuendelea kukuita mama. Bahati anasema mamangu analia. Nikafurahi kwa sababu kumbe anauelewa, yani bado anaelewa nikimwambia kitu kwamba kitamuuma. Tofauti na angekuwa kichaa kabisa, angekuwa anielewe, atuelewane. Bahati anasema nikamwambia mama, huwezi ukapanda mpunga ukategemea kuvuna, yani ukategemea kuvuna mahindi au maharage. Utavuna mpunga. Mabaya uliyoyapanda ndio unayoyavuna, au unaokimbia uliwaua mwenyewe. Bahati anasema mamangu alikuwa analia tu. Nikamwambia Mungu ametimiza kusudi langu na maombi yangu niliyomuomba. Nimemuomba sana Mungu asikuchukue kabla mimi na wewe tujaonana, tujaongea. Nikamwambia mama, unakumbuka nilivyokuwa nakuomba wewe usiwe mchawi, usiendelee kuwa mchawi, ujitoe huko, ukakataa? Unakumbuka ulivyokuwa unamkataa mke wangu, unamtengenezea mabaya, ukasema amemuua mdogo wangu, wakati ni wewe umemuua mwenyewe mwanao? Mama, unakumbuka? Nilikuomba sana mama uachane na haya masuala, lakini hukutaka kuelewa. Ulifurahia vifo vya wadogo zangu, ulifurahia kifo cha babangu, hujawahi kuwa na huruma. Umeua damu zako ngapi, umewatesa wangapi? Leo hii Mungu amekulipa kwa kile ambacho umekifanya. Hii dunia ina mwenyewe, pumzi tunayovuta ina wenyewe. Maisha ambayo umeyafanya, ulisahau kwamba kuna mwenyewe, kuna Mungu amekuadhibu, amekudhalilisha. Kila mtu amejua ulikuwa mchawi, kila mtu amejua kwamba unakimbia misukuli ya wanao, kila mtu anajua vile, kila kitu kinafahamika. Ni mama gani wewe? Hivi leo naweza unaniruhusu niendelee kukuita mama? Damu ambazo zipo mikononi mwako, damu ya vizazi vyako, wanao uliowabeba mwenyewe kwa maslahi ya ushirikina wako, ukawaua bila huruma, bila hofu. Utasubutu kusimama mbele za watu kuomba msamaha? Utamuomba msamaha nani? Bahati anasema mamangu akawa analia tu, na mimi ninalia, ninaongea kwa uchungu, nina uchungu. Nikamwambia mama, ninaona aibu,
sitamani na ninamkufuru Mungu kwenye hili najua, lakini natamani nisingezaliwa kwenye hii familia, au basi nisingezaliwa kabisa. Kama ningezaliwa kwenye familia kama hii, maisha yangu hayajawahi kuwa na amani, sijawahi kufurahi, na nina hakika kwamba sitaka nifurahi kwa sababu tayari nimeshapoteza ndugu zangu karibia wote. Furaha hiyo nitaitoa wapi? Kila nikitabasamu nikikumbuka ndugu zangu wote 5 walishatangulia mbele za haki, ukijumuisha na babangu, wamefariki dunia kwa sababu yako mama. Naishiwa nguvu, naishiwa furaha inakata. Kila nikitabasamu nikikumbuka furaha yangu inakata. Sijui, nikaambia mama, najua tungekuwa tumefanya vitu vya ajabu sana, tungekuwa tumefanya mengi sana ya ajabu kama kutokea huyu mwanamke ambaye ulikuwa unampiga vita. Kama sio mke wangu, sijui huenda na mimi ningekuwa mchawi tayari, sijui na mimi ningeua kizazi changu, sijui na mimi ningefanya yapi mabaya. Basi anasema mamangu akawa analia, ananiambia nisamee mwanangu, naomba unisamee, nisamee Bahati, wewe ndo ambaye ulibaki, wewe ndo ambaye umebaki, unajitambua, unajua unayofanya, ni kwa sababu tu ulikutana na mtu sahihi. Kwa kuwa kama mama siwezi kusamee kamwe, siwezi. Na kusamee vipi? Kinachobaki tu ni mimi tuvunje undugu mimi na wewe. Sitaki kuwa mwanao, sitaki mimi kuwa mtoto wako, na kukataa mama. Sitaki kuendelea kukuita mama. Wewe ni mamangu, ndio, siwezi kubadilisha, lakini nakataa. Sitaki. Uliambiwa sana mengi, uliona kila mtu ni mbaya, ulishindwa kutulea kwenye maadili kwa sababu ya uchawi wako, shirikina wako, ukashindwa kutulea kwenye imani. Umemfanya dadangu amepoteza mtoto wake yule wa kwanza tu alimzana, mpaka leo hajawahi kuolewa, hajawahi kutoka kimaisha, hajawahi kufanya chochote kile. Ni wewe mama, ni wewe. Kwa nini niendelee kuwa mwanao? Kwa nini mimi niendelee kuishi kwenye hii huko eti nikisema kwa sababu nibaki hapo kwa sababu mamangu na dadangu watu pekee waliobaki? Nikamwambia nina dada tu, ni ndugu ambao ninawafahamu kwenye hii dunia, ni dada yangu tu. Wewe sio mama yangu. Mtesema nikamwambia mamangu, nakuchukia na naomba Mungu sana aendelee kukupa kile unachostahili. Ukipate kile unachostahili kukipata, mpaka utakapoamua, au mpaka Mungu atakapoamua kukurudisha mavumbini. Aidha utaenda motoni, utatubu, utaenda mbinguni, wewe utajua, lakini Mungu akupe kile unachokistahili kisawa sawa. Vile ambavyo umeumiza wengine, maumivu yao yapate kisawa sawa. Itakuwaje? Jambo gani ambalo litaendelea kutokea? Basi atamsamehe mama yake, ukweli ndo anapomwambia kweli anamchukia na nini. Itasaidia. Dada yake Bahati atapona, ataweza kuwa sawa tena, au ndo maisha yake yatabaki hivyo forever? Basi na mke wake watarudi mjini, wakirudi mjini watafanikiwaje? Mpaka sasa Bahati atakuwa wamefanikiwa kupata mtoto, wamekuwa na familia, au kipi ambacho kitakutokea? Kati ya Jumatatu au Jumanne tunaweza tukamaliza simulizi ya Bahati. Kwa hiyo wiki ijayo usipange kabisa kukosa. Endelea kusikiliza kwa uzuri kabisa 98.7 Banana FM. Simulizi ya Bahati, subscribe YouTube channel yetu ya Banana FM TZ. Andika kule Banana Bahati sehemu ya kwanza, basi endelea kutusikiliza kwa uzuri kabisa. Niwatakie jioni njema, niwatakie weekend njema. Tutakutana Jumatatu inayokuja, tujue kitu pia ambacho kitatokea. Mama yake Bahati atakufaje? Kipi kitatokea ambacho atakufa? Kifo chake kitakuwa kivipi? Tutafahamu.